Katika siku hii ya leo, siku ya vijana, ni kutoka Injili ya Luka mtakatifu mlango ule wa 2 mstari wa 41, tutasoma mpaka ule wa 52. Luka mtakatifu sura ile ya 2 mstari wa 41 tufike ule wa 52, nami nawatangulia kusoma neno hili kwa msaada wa Bwana. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenda mwendo wa kuto na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akawaambia, "Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba uliye mlinzi wetu, mlezi wetu, Baba unayetupenda upeo. Tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako pamoja na sisi. Sisi ni watoto wako, tuko tayari kusikiliza mausia yako. Utuelekeze Bwana, ili tuenende sawasawa na mapenzi yako na kupendeza wewe na wana wetu. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa letu, na kwa mjibu wa kalenda yetu ya kanisa, leo ni sikukuu ya vijana kwa KKT nzima. Ni sikukuu ya vijana. Hapa tu tumeahirisha, taunganisha na juma lao la vijana, basi watafanya. Lakini sikukuu hii tumepewa kichwa kinachosema kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Tunapokuja hivi kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, sio habari tu ya kwenda mbinguni, lakini pia hapa tunapata pia malezi katika maisha yetu tunapoishi hapa duniani katika mwili huu. Na ndugu zangu, niwaambie, hakuna kitu kigumu katika nyakati za leo kama jambo la malezi. Wazee, familia zinalia kwa sababu ya mambo ambavyo yamebadilika sana. Watu wengi wanalia. Malezi imekuwa ni jambo gumu sana. Malezi katika jamii ya Kiafrika, ni wakumbushe tu, yalikuwa ni jambo ambalo sio la mtu mmoja, lilikuwa ni jambo la pamoja. Mtoto hakulelewa na wazazi wake pekee, lakini alilelewa na familia nzima,
alilelewa na jamii nzima kwa ujumla. Kila mtu mzima alikuwa na wajibu wa kumkanya, wa kumfundisha na kumwelekeza mtoto katika njia iliyopaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wangu mtakubaliana na mimi bila shaka, si ndio? Hili lilikuwa ni jukumu la watu wazima wote, na watoto walijifunza maadili, walijifunza heshima, walijifunza uwajibikaji na uchapakazi kupitia wazazi. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo, basi unapewa kama hatua 3 tu. Unaambiwa hili ndio shamba lako na kajembe kadogo. Basi unalima pale, unalima kinyaturu, yale mafungu yale. Sasa nyingine sikati majani vizuri, baba anakuja kurudia. Nachukia kweli. Na nikishalima na lala, na saa nyingine nakusanya kwa mikono, alafu na hesabu yale mafungu. Enda kumwambia mama, nimelima kinyaturu, asema vinkombe 30. Baba anafurahi. Kisa hivyo tu walitufundisha. Unaenda kwa mjomba, unapewa kuku anapata watoto wanaongezeka, na unanunua mbuzi mpaka ng'ombe. Walitufundisha mambo yale. Lakini mtu mzima akipita na mzigo, tulielekezwa, unamkimbilia, unamsaidia, unabeba mpaka mahali fulani. Lakini sio hivyo tu, kama mmekaa mahali, anakuja mtu mzima, unampisha kiti. Mambo yalikuwa namna ile: heshima, maadili, uwajibikaji na uchapakazi. Mashangazi walitufundisha, lakini hata majirani zetu walitufundisha pia. Hayo ndio yalikuwa malezi katika nyakati zilizopita. Mtu alipofanya makosa hakusubiri mzazi wake pekee amwadhibu, kwa sababu jamii yote iliona kwamba malezi ya mtoto ni jukumu la watu wote. Siku hizi hali imebadilika sana, na naamini mnaona hali imebadilika sana. Malezi yameachwa kwa watu binafsi, hasa wazazi, na wakati mwingine hata mikononi mwa walimu. Kwa sababu watoto sasa hivi anapelekwa baby school, akaja anakuwa kule tena analelewa, baadaye anaenda boarding school, anaendelea kulelewa, baadaye anaenda vyuo na nini, na watoto anamaliza chuo kikuu, hajui hata kupika chapati, hajui hata kufua nguo zake, hajui hata kudeki. Sio hapa. Mimi nazungumza, nilienda kwa mjomba wangu kule Dar es Salaam. Hajui. Na mtoto mmoja, mzazi wake alikuwa mtumishi wa serikali kule ng'ambo ughaibuni, si Japani, si China. Sasa anaambiwa kafue, ameenda kuziloweka nguo kwenye beseni, akaziacha pale, kwa sababu walizoea kufua na mashine. Sasa akafikiri beseni litafua, kakuta nguo bado ni chafu. Ajui fua na mashine. Na wakati mwingine wazazi pia wamewaacha watoto kwa wafanyakazi wa nyumbani. Mtoto analelewa, anamfahamu mfanyakazi wa nyumbani kuliko wazazi wake. Wakati mwingine simu zimekuwa walezi,
na mitandao ya kijamii. Kakilia kanapewa katuni, kanaanza kuangalia pale, kanaonyeshwa masuala ya mtandao ya kijamii. Na mambo haya yameendelea hivi kwa sababu kadhaa. Sababu mojawapo ni shinikizo la uchumi limewafanya wazazi wengi kutumia muda mwingi kutafuta kipato kuliko kuwa na watoto wao. Watu wanakwenda wasema kutafuta riziki, na ndugu zangu, kutafuta riziki ni jambo muhimu sana, tena la lazima, lakini pia ukumbuke watoto wanahitaji zaidi ya chakula, zaidi ya mavazi, zaidi ya ada ya shule. Watoto wanahitaji upendo. Upendo hauna mbadala. Upendo sio vitu. Upendo mnakuwa na mtoto. Nimewapa mfano wa mtoto wangu mara kadhaa. Juzi akanishangaza. Juzi yani ni wiki iliyopita tu. Nimeamka mapema sana na yeye akaamka. Akanambia, baba, tunakupenda sana. Na tunajua wewe pia unatupenda sana. Nikajua sasa hii ni gia hii. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia tuliwapa nafasi kwenda kwenye makambi ya watoto kule Morogoro. Kwa hiyo akanambia, sisi tumepewa hela, na yule kijana wa kizungu alikuja hapa. Tumepewa hela kidogo, tunataka tununue baiskeli. Sasa tunakuomba 45,000 tu